Bwana, mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Amen. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Ukijua kukataa mabaya katika unyonge wako naenda kuwa maelfu. Ukijua kukataa ubaya katika umaskini wako naenda kuwa milionea wa kusaidia wasiojiweza kwa maisha ya kesho. Katika unyonge wako ukijua kukataa mabaya unaweza kuwa rais wa nchi mwenye atakomboa nchi kuitoa katika utumwa. Katika unyonge wako ukijua kukataa mabaya na kuchagua yaliyo mema, Mungu yuko na uwezo wa kukufanya kuwa giant wa familia. Utakuwa tegemeo la familia, utakuwa msaada wa familia, utakuwa msaada wa mji, utakuwa msaada wa wasiojiweza, utasaidia maelfu, kwa maana ulijua kukataa mabaya ukachagua yaliyo mema. Aseme mnyonge atakuwa yani mdogo atakuwa elfu. Katika udogo wako Mungu aende kufanya kuwa elfu. Amen. Katika udogo wako Mungu aende kufanya kuwa na katika unyonge wako Mungu akufanye kuwa taifa hodari. Amen. Taifa lenye nguvu. Yeah. Na kwa mwisho tumalize na hii andiko ya Isaya sura 1. Isaya sura 1 mstari wa 31. Ni hii andiko tunasoma kwa mwisho, na baada ya hapo tuombe. Usikie distraction, hautafananaka na mwenzako. Usiangalie kuvuazee yako, hautakuwaka saa yeye. Ni muda ambao inabidi usimame imara ili uone kile ambacho Mungu atafanya. Anasema nini andiko ya mwisho? Nasoma Isaya sura ya kwanza mstari wa 31. Na mtu hodari atakuwa kama makumbi. Na mtu hodari atakuwa kama makumbi. Na kazi yake kama cheche ya moto. Na kazi yake kama cheche ya moto. Nao watawaka pamoja. Wala hapana atakayewazimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu hodari atakuwa kama makumbi, na kazi yake itakuwa kama cheche za moto, naye atawaka kwa pamoja. Kwa kuwa tumekutanana kwa pamoja tuko na uwezo wa kuwasha moto ambao hakuna mtu kwa na uwezo wa kuuzimisha. Kwa wima mahali ambapo ni inatosha kukufundisha madhabahu ya ukoo wa kwenu. Kuna mtu ambaye ameniimbia wimbo mmoja aliziba, sijui ni nani ambaye aliuimba. Nahitaji mwimbaji mmoja aje mbele aje imbe hiyo wimbo. Protoko kule unafunga mlango. Kuna wimbo ambao ulikuwa umeimbwa hapa aliziba. Ni bubu. Acha kupiga ngoma mpendwa. Mama. Ni muda ambao inabidi tayarishe moyo wako. Wakati unaimba inabidi uimbe kwa kumaanisha. Angalia ni wapi mahali ambapo Mungu alikuwa na mahali ambapo familia ngapi ambazo zinakutegemea nyuma yako. Ukijua hiyo utakaribisha uwepo wa Bwana kwa maisha yako. Motema nanga ezana tomona Yesu. Oza motema nanga ezana sanjola yo. Ematina moni monanga yo. Nalina yo nga egotina mama zonanga yo. Sina
Mwambie Baba asante Baba. Ukishindwa kujitembea neema ya kuona jioni ya leo. Utavuna kilicho chako. Maandiko yanasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mahali ambapo maovu ya nchi imeinuka, wewe ivunje. Iko fungu ambalo si fungu lako. Mungu si wako. Ambaye kuandama na wewe sitavuna kile ambacho sijapanda, sitavuna kile ambacho sijapanda. Tunakataa kumiliki kile ambacho hatujapanda. Baba, omba iombi. Na mikono yangu hii naibatiza moto wako. Kupitia mikono yangu hii naibatiza neema yako. Kupitia mikono yangu Bwana naibatiza muujiza wako. Namuru neema ya kufungulivu. Tawala mikono yangu. Namuru neema ya kufungulivu. Tawala mikono yangu. Aina nafasi.
kama na wewe. Mwambie Baba nipe neema ya kufunguliwa. Nipe neema ya kufunguliwa. Nipe neema ya kufunguliwa. Nipe neema ya kufunguliwa. Niko naona mtu mmoja. Wewe mtaani kwa na kesho. Niko naona mtu mmoja. Kwa majeshi. Kuna mtu mmoja niko namuona katikati ya mkutano. Niko namuona mtu mmoja katikati ya mkutano. Hey Baba, vunja kila misingi yote, vunja kila madhabahu, kila vifungo vyote vinavyofunga maisha yangu. Hey Baba, kwa nakuta na kuitika, endelea kutenda kwangu na kuvunja kila maagano yote yanayosumbua familia yangu, yanayosumbua jamaa yangu, na kwenda kubomoa kila misingi yote, kubomoa kila makosa yote. Kenya katika hali ya maombi. Baba yangu, asante uliza moyo wako kwa hali ya maombi. Wewe unafanya iwe. Hata kujifunza mema juu ya maisha yako. Hata kutabiri juu ya maisha yako ya kesho. Tabiri juu ya maisha yako ya kesho. Hautafanana na mwenzako. Tabiri sasa, tabiri juu ya maisha yako ya kesho.
tabiri juu ya maisha yako ya kesho. Ikiwa unajua utakuwa msaada kwa taifa, tabiri juu ya maisha yako ya kesho. Ikiwa unajua utakuwa daktari mkubwa, tabiri juu ya maisha yako ya kesho. Ikiwa unajua kwamba utakuwa historia, tabiri juu ya maisha yako ya kesho. Maisha ya kuombaomba, kuogota chakula barabarani, sitaji maisha ya kuogota chakula majalalani, sitaji kuvaa vitoboko, sitaji kuachiwa mavazi. Kwa maisha yako unapokea elimu kwa maisha yako, ndio Bwana anaonekana kwa maisha yako. Maana Mungu anaweza imani ni mamlaka tegemeo ni baba ni tumaini ya Bwana inakufikiria leo hata kukiri moyo wako mbele za Bwana. Ikiwa unajua kwamba utakuwa msaada, utakiri zaidi ya fuate yako. Ikiwa unajua kwamba utakuwa msaada kwa familia, utakiri zaidi ya fuate yako. Ikiwa unajua kwamba utakuwa msaada kwa wajane na yatima, utakiri zaidi ya jirani yako. Utakiri mema, utakiri baraka. Maagano itakuwa na nguvu tena, maagano itakuwa na nguvu tena, laana itakuwa na nguvu tena. Neema ya Bwana itaonekana juu ya maisha yako. Uchazo wa Bwana utakutawala, mshindo wa Bwana utakutawala, wokovu wa Bwana utakutawala, hata neema yako kutawale jioni ya leo. Kisha neema ya Bwana karibu mtumishi wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante na shukrani Baba, katika jioni ya leo Baba wa majeshi. Hakika wewe ni Mungu wa kuita na kuitika, mfalme wa ajabu. Tunaamini ya kuwa tunapolia Bwana, tunapolia mfalme, wewe ni kiongozi, wewe ni msaada. Baba, utaendelea kutujibu, utaendelea kujibu sawasawa na mapenzi yako. Baba, endelea kutazama dada Baba, tuendelea kupambana patano na ule mabadiliko ya nchi, patano na ule mabadiliko ya ardhi. Baba, endelea kutenda kazi. Bariki familia zetu, bariki jamaa zetu, bariki wadada zetu, bariki wakaka zetu. Mipango ya kudanjana ishindwe katika jina la Yesu. Tunatangaza habari yako, tunatangaza wana ndoa katika wadada zetu, katika jina la Yesu. Endelea kukuta wadada zetu, kuta wadada zetu, kuta kanisa lako. Tunatangaza habari yako, hii pakano na kuzinga katika jina la Yesu. Asante kwa sababu tabariki kila yoyote alikalega mguu wake hapa. Baba wewe, bariki chama yako, bariki familia yako, bariki enyi yako, bariki atokapo katika jina la Yesu. Asante kwa tunapokulia Bwana, tunapokuita, tunapokuita, unakuwa mapasi kutusikia. Na tunaamini ya kuwa Bwana utaendelea kutusikia. Ni katika uwezo Tulia sasa, unaweza kuchukua sisi. Ninakushukuru kwa dini ya kwamba kwa maombi haya hautabaki vile ambavyo ulivyo. Kwa maombi haya Mungu akupe neema ya ufungulivu. Kwa maombi haya Mungu akupe neema ya baraka. Kwa maombi haya Mungu akupe neema ya muujiza. Kwa maombi haya Mungu akufanye kuwa mtu mkubwa. Kwa maombi haya Mungu akuinue na kukufanya kuwa jitu la taifa. Kwa maombi haya Mungu akuinue na kukufanya kuwa msaada wa taifa. Utakia mtu wa maana amini, aseme amena zaidi ya meno liye zaidi ya kawaida. Hautabaki vile ambavyo ulivyo. Neema ya Penueli kutawale. Neema ya Penueli andamani na maisha yako. Mkono wa Bwana ukuongoze, ukakufanikisha katika njia zako, katika jina la Yesu Kristo. Basi tunafika muda mzuri wa kunawisha watu mikono hapo katika hali ya maombi. Wanaonawisha mikono kwanza, Yesu ni Bwana. Wako mkwe watu wawili kwamba mtembee kwa kunawisha watu na malize haraka. Wengine wadada kule nyuma mtembee mkwe wengi, mnawisha watu mbio ili kwamba tumalize kwa haraka sana. Vijana wa mahali hapa
Kenya kweli basi na mgeni watu kwa haraka haraka kwa kumaliza. Jana wako mgeni na mshawati mkono kwa haraka. Hawaja kwa bwana